Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana wapendwa wetu wote katika kipindi kingine tena cha Bible Study. Kama kawaida vipindi vyetu vya Bible Study vinaletwa na kanisa la Umoja lililopo Dallas, Texas. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa kibali kingine tena cha kuweza kujifunza neno la Mungu kwa kutumia njia ya mtandao. Vipindi vyetu vya Bible Study vinakuwa kila Alhamisi kuanzia saa 1 mpaka saa 2 kamili. Na Alhamisi ya mwisho wa mwezi huwa tunakuwa na kipindi maalum, kipindi cha dakika 90, kipindi cha maswali na majibu. Kama kawaida vipindi vyetu vinapeperushwa kwa lugha yetu nzuri ya Kiswahili. Kwa hiyo tunaomba uwakaribishe wote ambao wanazungumza lugha hii. Basi bila kupoteza muda, ningeomba nimkaribishe Brother Jerry Mkoni ili aweze kutupa utaratibu wa kipindi cha leo, na ndipo kuanza kipindi chetu. Karibu sana Brother Jerry. Amen, amen, amen. Asante sana the Priska Mungai Mshana akizungumza mbashara kutoka liko makao makuu ya huduma zetu za Umoja hapa Dallas, Texas. Nikukaribisha kipindi chetu cha maswali na majibu. Itakuwa ni kipindi cha pili cha namna hiyo kwa sababu ni Februari. Na kipindi cha maswali na majibu kwa dakika 90 tunakuwa nacho kila Alhamisi ya mwisho wa mwezi. Kwa kalenda yako basi utagundua kwamba ni wiki ya 9 kati ya 53 zinazotegemea kwa mwaka huu. Nikizungumza kwa lugha nyingine ni siku ya 55 kwa chuo kwa Marekani katika zile 364 za mwaka huu. Inawezekana ni siku ya 56 kwa nyumbani ulipo East Africa. Tunakushukuru na tunafurahi sana kuweza kujumuika pamoja nasi. Kwa mdau basi tafadhali kuwa shtimasi forward ile invite ukaribisha ya kipindi ukiwa taarifu watu kwamba kipindi chako cha Bible Study kwa lugha ya Kiswahili cha makanisa ya Umoja kipo hewani. Kwa kwanza basi kama kawaida nitaanza kumkaribisha kwanza mtumishi wa Mungu, mchungaji kiongozi wa makanisa yetu ya Umoja, Reverend Dr. Absalom Nasua. Yeye atatufungulia kipindi kwa sala and then tutaingia katika moja kwa moja katika utaratibu wetu wa maswali na majibu mwanzo mwisho kwa dakika 90 zijazo. Basi kama kuna nafasi nzuri naomba nikukaribishe, samahani kwa kukurupusha, mtumishi wa Mungu, mchungaji Lilian, atufungulie kwa sala and then tutaendelea. Kama kuna nafasi nzuri mchungaji Lilian, karibu. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa neema kubwa ya kipindi hiki Bwana ambacho umetupa tena majira ya Marekani asubuhi ya leo kwa majira ya Afrika. Roho Mtakatifu, tunaomba uanze nasi na ukatuongoze katika kila swali litakaloletwa na umalize pamoja nasi. Tunaomba hekima yako na busara yako kwenye kipindi kizima. Katika jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba na kutukuza mfalme. Amen. Amen, amen, amen. Asante sana mtumishi wa Mungu, Mwalimu Glory Show, kwa kuweza kutumika vizuri hapo. Na again samahani kwa kupusha tukana mwalimu na alichelewa kidogo kuingia mtumishi wa Mungu. Naam, kipindi hiki ni cha maswali na majibu kama nilivyosema hapo awali, kinakuwa kila Alhamisi ya mwisho wa mwezi kwa kalenda ambao tuko kwa makao makuu Marekani. Inawezekana pale ulipo ikawa ni Ijumaa kutokana na majira ya pale ulipo, lakini kwa kalenda hapa kila Alhamisi ya mwisho tunakuwa na kipindi maalum kabisa cha maswali na majibu mwanzo mpaka mwisho kwa dakika 90. Inawezekana ni swali lolote lile, inawezekana katika masomo ambayo umeweza kusikia kufundishwa katika madhabahu haya, ama inawezekana ni swali ambalo linakukera, linakukita sana, unataka kupata kidogo kupata discussion kwa pamoja. Swali unaleta kama lilivyo, tunapoe kama lilivyo, katika kujibu basi tunampa nafasi mtu yote kuweza kujaribisha kuchangia. Kumbuka kwamba tupo katika Bible Study, tunajifunza pamoja. Hakuna jibu ambalo liko fiongo moja kwa moja, ni swala tu la uelewa, kwa sababu tunabadilishana katika hayo. Basi kutokana baada ya maelezo haya basi nitangaze rasmi kwamba sasa tumeingia rasmi katika kipindi cha maswali na majibu. Line yako ipo katika mute kwa hivi sasa, itazame, utabonyeza alama ya nyota nambari 6, yani *6 mara moja tu, utakuwa hewani na utapata nafasi ya kutuliza swali lako. Karibu. Ruhusa kuwa wa kwanza, na kama unazungumza sasa hivi na siya kunote, inawezekana kabisa kwamba bado simu yako ipo katika mute, utabonyeza alama ya nyota nambari 6, yani *6 mara moja tu. Karibu, ruhusa kuwa mtu wa kwanza. Karibu. Napenda kama kuna mtu anazungumza sikuoni, naamini kwamba bado nasikika vizuri. Kama hivyo ndivyo, naomba basi nipate acknowledgement, amen, kitu kama hicho, nijue kwamba nasikika. Inawezekana labda niko stuck kinamna.
Mnanisikia wapendwa? Amen, 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 tunakusikia. Amen. Oh, okay, amen. Nilikuwa najiandaa kulog out log back in, nikafikiri labda line yangu inaita mushkeli. Asante. Haya, naam, tuendelee. Karibu kwa mtu mwenye swali la kwanza kwa siku ya leo. Swali lolote ile la kibiblia ama la Kikristo ambao tunaweza kupata nafasi ya kulichanganua pamoja kwa siku ya leo. Karibu. Karibu kama kuna mtu mwenye swali. Nasikia kwa mbali mtu akizungumza, sina uhakika kama amekusudia ama vipi. Okay, nimeconclude kwamba inawezekana mtu line yake bahati mbaya ilikuwa iko on bila ya kujijua. Kwa hivyo tutaendelea. Angalia simu yako, alama ya nyota nambari 6. Alama ya nyota nambari 6. Karibu. Okay, wakati naona kuna baridi, basi ngoja niingie katika database yetu ambayo baadhi ya maswali ambayo hayajapata nafasi ya kuzungumzwa tunaweka pale. Swali moja hapo ambalo limekuwa kiporo linasomeka kama ifuatavyo: kama wazazi wameseparate, yani kumetokea divorce, na mzazi anayekaa ama aliyebaki na watoto akaanza kudate, this means kwamba akaanza kutana mtu mwingine kimahusiano, je, kuna side effect hapo? Kama wazazi wameachana and then yule aliyebaki na watoto, whether ni makubaliano ama ni amri ya kimahakama, then sasa hapo akaanza naye kudate akitafuta mwenza, je, kuna side effect kwa watoto pale ama ni sawa? Mwenza swala kutaja umri wa watoto ni swali ambalo liko limekaa kwa muda kidogo katika database hapo. Nafikiri nimesikika vizuri. Tujaribisha kuchangia hilo. Kama wazazi separate, yani divorce, na mzazi aliyebaki na watoto akaanza kudate, je, kuna side effect hapo kwa watoto? Karibu tuchangie. Karibu tuchangie katika hilo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu Bibi Feva. Mimi sijasikia vizuri swali. Au wazazi mmoja amefariki au kuachana? Very good. Umeuliza vizuri. Aliyeleta hakuzungumza kama kuna kifo. Alisema tu wameseparate. Kwa hivyo for the sake of discussion nitachukulia kwamba wote wako hai. Lakini kuna mmoja katika makubaliano wakasema huyu atabaki na watoto. Na hatujaambiwa kama ni mwanamke ama ni mwanaume, sema huyu atabaki na watoto. Kwa hiyo hawa wamedivorce, wameachana. Je, yule mzazi abakia na watoto and then hapa katikati akaanza kudate, this means kwamba akaanza kutoka. Je, kuna side effect kwa watoto pale? Sasa hapo inategemea na watoto wana umri gani. Naona. Inategemea na watoto wana umri gani, lakini kama watoto ni wadogo chini ya miaka 18 kwa mfano, kama ni watoto wadogo, kwa kweli hapo amefanya kinyume. Unajua mwingine wanaume wengine wenye huruma, hata kama ameondokewa na mmoja akaondoka, hata kama ni mwanamume mwingine anavumilia, anasema ngoja watoto wangu wasogee, manake naweza nikaleta yule mke mwingine akanyanyasa watoto wangu. Lakini kama huyo kweli, kama wameachana alafu kwenda huko, ni makosa, anafanya kinyume. Mimi kwangu naona anafanya kinyume. Mama, ila tujue huko watoto hapo. Na yule aleta swali kwa sababu namuona kwenye line, aleta swali hilo jina kwenye kapu. Unaweza ukanitumia wakati tunavyoendelea kuendea discussion, unaweza kunitumia kidogo kama mwongozo kwamba je, mzazi ni wa kiume ama wa kike, lakini for the sake of conversation hapa nitasema kwamba watoto wana chini ya miaka 18. Kwa watoto chini ya miaka 18, na mchangiaji wa mwanzo amesema kwamba kwa wanaume wanaofanya hivyo si sawa. Kama nimekuelewa vizuri Bibi Feva, kwamba kama mwanaume kabaki na watoto afu
ameanza kutafuta mama mpya, unafikiri kwamba si sawa, kwa sababu watoto wanaweza kanyanyaswa. Je, akiwa labda baki na watoto ni mwanamama, ni mtu wa jinsia ya kike, yeye vipi akidate? Mama mvumilivu, mama mvumilivu sana. Bwana Yesu asifiwe. Hapo amen. Karibu, nafikiri zile message. Amina. Amen. Sasa tukienda katika Biblia, ukisema kuachana ina maana wazazi wawili wako hai, separate, kwamba wameachana. Na Mungu anachukia kuachana katika Malaki nafikiri 2:6. Kwa hiyo kibiblia, maana tuko kwenye Bible study, kibiblia ni kwamba wote wawili hawaruhusiwi kuoa au kuolewa, kwa sababu Mungu anachukia kuachana. Lakini tukienda kwenye upande kwamba mmoja wao ametwaliwa, hiyo ni kitu kingine, itategemea na mama au baba na ile hali na confidence aliyenayo na watoto, kwa sababu hapo kama amefariki, wote awe ni mwanaume mwanamke wana uhuru wa kuolewa tena au kuoa tena. Kwa hiyo masuala ya watoto ni wewe mwenyewe kama baba au mama uko utakuwa kitu na kuingia katika hiyo ndoa na watoto wako. Lakini kwa yule ambaye mmeachana, kibiblia hatutakiwi kuachana. Yaani kibiblia kwamba Mungu anachukia kuachana. Sasa ikitokea wameachana, huyu na mwanamke labda mwanaume anataka kuoa tena, sasa hapo ni kitu kingine, na nyingine itakuwa ni hivyo ni kwamba mama yuko tayari kiasi gani kuingia katika mahusiano mengine na watoto, ila ni wadogo au wakubwa. Na vivyo hivyo na wababa. Tunajua kwa wababa ni rahisi sana, kwa sababu mara nyingi kama tulivyofundishwa kwamba wababa mara nyingi wanakuwa wanatafuta mtu wa kuwasaidia na watoto, kwa sababu wao mara nyingi wanalemewa na watoto. Kuna baba ambao wanajiweza kukaa na watoto, lakini wengi wao wanalemewa, kwa hiyo unakuta kwamba anaoa haraka. Lakini kwa mama mara nyingi huwa wanakuwa muda. Lakini kibiblia kama nilivyosema kwamba kuachana kibiblia ina maana kwamba mwanamke akienda kuolewa bado ana mke, na maana anaingia katika dhambi, na mwanaume vivyo hivyo. Amen. Asanteni sana kwa kuanza hapo vizuri. Tuendelee. Na nakubaliana kabisa na pointi za wachangiaji wawili, lakini kama mnavyonikumbuka huwa najaribisha kubaki kwenye swali lilipo. Na swali lilipo anasema je, yule mzazi baada ya divorce, kwamba divorce imepita, na nakubaliana na message kwamba divorce haitakiwi katika Ukristo, lakini divorce imepita, mtu amebaki na watoto, tukaweka kidumishi hapo kwamba ni wale ambao wana chini ya miaka 18. Je, ikitokea huyo mtu ameanza kudate, je kuna side effect kwa watoto? Kwa tutembee katika hicho kwamba divorce imepita, tunakubaliana, aliyobaki wale katika makubaliano walisema huyu atabaki na watoto, okay, kabaki nao. Then sifa ya tatu hapa, wana chini ya miaka 18. Kimetokea nini? Huyo mzazi, whether ni wa kiume au wa kike, ameanza kudate. Je, kuna side effect kwa watoto? Tutembee upande huo. Haya, tuendelee. Angalia simu yako, alama ya nyota. Amen. Karibu tena. Amina. Samahani, naomba kurudi tena. Kwa upande wote mbili, mimi naweza kusema kwa upande wangu ni risk, kwa sababu ukidate, kumbuka kwamba hamjaingia kwenye maagano ya kukubaliana kuoana. Ina maana mna date, and then ikifika katikati ya hiyo date mnakuta kwamba hamjakubaliana na umeshamintroduce kwa watoto, and then hiyo date inavunjika, and then let's say una date tena, una introduce kwa watoto, alafu mimi kwangu nitasema sio vizuri, kwa sababu itawadhuru watoto kwa namna moja au nyingine, unless otherwise huyo unamdate utakuwa naye kwa siri bila kumintroduce kwa watoto, mpaka hapo mnapojua kabisa kwamba hii labda inaenda kwenye ndoa, au hii labda
kuwa na muda mrefu, basi introduce kwa watoto, kwa sababu you never know utadate wangapi na utaintroduce wangapi kwa watoto, which is ina affect watoto, japokuwa wazazi mara nyingi tunakuwa gundu hiyo. Amen. Amen. Asante sana. Asante sana kuliweka vizuri jibu lako pale. Tuendelee. Karibu mtu mwingine. Nakumbuka basi hili swali limetoka katika database yetu. Na ni kama swali ambayo alikuwa amekuja siku za nyuma hatukupata nafasi ya kuweza kulizungumza. Haya. Karibu tuendelee. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen, amen. Karibu. Nafikiri Mama Maro, sounds like Mama Maro. Yeah. Naitwa Naomi. Yaani mimi kwenye hili swali limenipa kizunguzungu kweli. Kwa sababu ni kweli, niseme ni kweli lina affect watoto vibaya mno. Especially pale wanako achana. Yaani mkiachana. Sembusi hata kama mmoja amekufa mzazi, especially mama au baba, niseme mama, bado watoto wanakuwa affected. Ila ile ya kuachana afu mtu anaenda kuoa mwingine, analeta kwa watoto, labda baba ndiye kabaki na watoto au mama kabaki na watoto, kwa kweli linapiga kelele. Na ndicho kitu unakuta katika jamii, watoto wengi wamekuwa affected, yani wamethurika na mambo mengi sana. Mimi niseme tu kwamba ni kweli wakina mama huwa wana jinsi ambavyo wanapenda kuvumilia na watoto. Kama mmeshafikia mahali pa kuachana, hii kusema kwamba naacha watoto wawili kule na watoto wawili kule, yani inapiga kelele hata kwa kuongea. Yani sio kimatendo, hata kwa kuongea. Pale ambapo unakuta kwamba mtoto anatakiwa waelimishwe vizuri. Nina mifano ya watu ambao wameachana, yani ni mama kamkimbia mume, baba kabaki na watoto. Asante Yesu, ule baba kilichomsaidia kaendeleza wale watoto, hakutaka kuoa. Kama basi mmoja umeamua kuachana, usikimbilie kuoa. Wale watoto mliozaa, jaribu mmoja kuwapeleka mpaka wafikia angalau sehemu ya kujitegemea. Yaani ule baba hakutaka kuoa kabisa, akaamua kudili na watoto wake. Tulijaribu kusimama kuangalia jinsi gani ya ile ndoa irudi na isimame, hatukufanikiwa, tukaliacha limekaa tu. Lakini ule baba anaendelea mpaka kesho. Watoto wake wameshakuwa, wako college, wengine wanaendelea na. Mimi nishauri kama hata wale basi, kama ukiamua kuachana na mtu usikimbilie kuoa. Kasa hicho kitu kilichosababisha mkaachana huja kijua, hakitakosi tena shida nyingine kwa huyo mwingine kuleta. Yaani itakuwa ni watoto kuangalia picha nyekundu nyeusi, inawaaffect sana katika maisha yao. Na ni kizazi gani, ni kitu gani watakachokisoma ambacho kitawasaidia yani watakachoiga, alama gani ambayo watabaki nayo. Kama alivyosema mtumishi wa Mungu, Mungu anakataa kuachana. Lakini kama umeamua kwamba tuachane, au mama umeamua kuachana, ijulikane moja basi. Mama kaa basi na watoto, yani wakae sehemu moja. Kama ni baba aendelee kuwapelekea chakula, lakini watoto wale watunzwe, basi wafikie sehemu. Hii kukimbilia kusema kwamba ukadate, kilicho kushinda huku kwa huyo wa kwanza ukaenda kudate mwingine kwamba huyo ni malaika. Yani sipati picha sana. Kati ya kitu ambacho kinatakiwa kifunzwe kwenye jamii. East Africa, wakina mama wa East Africa walikuwa wanakaa, wanatamani kukaa Kenya, walitamani sana kuongelea hicho kipengele cha wazazi. Unakuta watoto wanazaliwa wanatunzwa kwenye mikono ya wazazi tofauti. Unaweza ukakuta mzazi mwingine akaolewa akakaa vizuri na akakaa na watoto, wapo. Sijasema kuwa hawapo, lakini ni wachache. Alafu sasa ikishatokea kwamba watoto wanakuwa na ile mentality kwamba huyu sio mama, hata kama ni kitu cha kawaida tofauti, bado wanakuwa wameshavaa ile kitu kwamba sifanyi, wataona tu kwamba wafanyiwi sawa. Kwa hiyo kuna kitu ambacho kinakuepo kinaleta mkorogo sana. Yaani kabla hawajaachana tuendelee kuwashauri, lakini wakiachana, mzazi mmoja basi abaki sehemu moja. Kama ni mzazi mwingine ataendelea kuleta chakula ni kile mahuduma, lakini wabaki sehemu moja. Tange huku atange huku, inapiga kelele sana. Watoto kuna age wakifikia kama hii age ya 17, 18, wana kelele nyingi hujai kuona. Kama wewe mzazi hauko sawa, si ajabu mkaenda sawa. Yaani hapo sijui atakitatoka kitu gani.
Kwa hiyo inahitajika mzazi wa mkushilifu kweli ili uweze kuplanti kitu ambacho huko ndani kitasababisha wale watoto waone, waseme no, tunahitaji. Unamkanyaje mtoto wakati wewe huko kwenye foleni? Ni shida. Sasa katikati ya hii kona umeona kabisa mimi huyu sitaki na tunaachana na tunakwenda, usikimbilie basi kwenda kuchukua mwingine. Mmeshazaa watoto, tafakarini kwanza kuhusu hao watoto tunawapelekaje wafikie sehemu. Kwa sababu sio fashion. Kama moja imekushinda unaenda nyingine, sio fashion. Tulia na watoto wafikie eneo. Ni pande zote. Sisemi ni upande wa baba tu, sisemi ni upande wako. Pande zote, nimeona zote kuna shida. Iwe baba, iwe mama. Ndi wako ambao wana shida. Huyu mama ninaye msema siwezi kutaja jina. Mume wake ana kila kitu. Lakini alitoka akaenda akafungua baa, akaenda akafungua kioski. Anashindwa, yani mume wake ametumia mpaka na watu watumishi lakini imeshindikana. Na vitu vingine ni spiritual lakini vinatakiwa viombewe, ni process. Ni issue ngumu kidogo ambayo ndio iko kwenye jamii, ndio inayotesa jamii. Na ndio uzao ambao ndio uko kwenye system. Ni kama picha kama hizo ndio zinazoleta mvurugano. Ukikaa ukaongea na wazazi wa primary especially kule nyumbani, kwa hiyo sijajua data ya huku. Wanasema wakiambia watoto kwamba walete baba, wengi wao hawajui hata baba ni nani. Ni mtoto mama mmoja lakini kila mtu anakuja baba yule. Sawa, Mungu ameshakupa. Mzazi umeamua kukaa na hao watoto, umeamua pale umepata mtoto pale. Ifike mahali basi tulia, tunza hao watoto, kuza hao watoto basi. Angalau watoto wapate mahali. Asante sana. Nafikiri umeweza kueleweka vizuri kabisa pointi yako hapo. Na of course hapa tumejaa Wakristo, kwa hivyo ni kitu ambacho naweza kusema kwamba ni tunda ambalo liko chini, mtu anaweza kulifikia kwa mkono kwa urahisi. Katika bidii kama inajaribisha kuangalia pande zote. Inabidi kuangalia pande zote. Na inawezekana kuna watu ambao wanajibu mbadala lakini labda wanakuwa wanaogopa kwamba wasije kawa judge. Hapa tunazungumza tu, hatuzungumzi mtu fulani, tunazungumzia kitu ambacho mtu anaweza kama amekiona. Kuna watu zaidi ya 50 katika line hapa, na nafikiri atakuwepo mmoja ama wawili ambao wanasema kwamba yes, lakini nimeshaona ikiwork. Usifikie kwamba watu watakujudge. Na tunafahamu kabisa kwamba wote ni Wakristo hapa, msimamo unafahamika. Lakini je, kuna mtu ambaye anaweza kusema kwamba well, sio kwamba nakubaliana nacho lakini nimeshaona kikiwork, and I'm thinking kwamba kiwork kwa sababu ilikuwa 1 2 3. Hebu bonyeza alama nyota nambari 6. Yes, kidogo kwa dakika nyingine 2. Yes, why tumechelewa ndio. Yes, why mtumishi wa Bwana. Oh, okay, amen. Swali lilikuwa limetoka katika database yetu, kwa maana kwamba lilikuwa limekaa kwa muda kule. Anasema hivi, baada ya divorce, after divorce, kuna side effect kwa watoto pale ambapo yule mzazi aliyebaki na watoto akianza kudate. Na tukaongezea hapa kwamba watoto hao wana chini ya miaka 18. Kwa hivyo wamedivorce. Kwa Kristo tunasema kwamba divorce hairuhusiwi, sawa? Makubaliano. Lakini wamedivorce. Na katika makubaliano hayo kuna mzazi, hatujaambiwa kama ni wa kike ama na kiume, amebaki na watoto. Na watoto wale wana chini ya miaka 18. Kuna side effect yote kwa watoto kwa yule aliyebaki na watoto akianza kudate? Hiyo ilikuwa ni swali, na najaribisha kuchokoza hapa, na mwana mama Kasha yupo katika line. Kama ulikuwa nafasi kuzungumza, ni kukaribisha kwa dakika kama 2 hivi. Kuna side effect? Cha kufanyika? Side effect kuonekana? Amen. Nanisikia? Bwana asifiwe. Amen. Nasikika vizuri kabisa. Amen. Kwa kweli ni swali zuri, na nimeshukuru sana mtumishi wa Mungu huyu mama aliyetoka hapa sasa hivi ameliongelea vizuri. Kusema za kweli ipo kwa watoto, ipo. Kwa hiyo kitu kikubwa sana ambacho mtu wa namna hiyo anatakiwa kukiangalia ni kuhakikisha kwanza watoto wake wanaelewa hicho wanachokifanya ni kitu gani. Na pia ni vizuri kuhakikisha kwamba relationship ya hao watoto na sasa niseme acha tuseme kwa baba, maana kwa baba ndio wengi.
relationship ya watoto na mama yao ni nzuri, na pia kuhakikishia watoto kwamba hakuna mtu anakuja kuchukua nafasi ya mama yao. Na hii inafanya kazi kwa wote, kwa aliyefiwa, kwa aliyeachana. Ni kuhakikisha kabisa kwamba unawaweka watoto katika hali ya kuelewa ni kitu gani kinafanyika. Hii date unaotaka kufanya ni nini? Na nini kinaenda kufanyika? Je, huyo mtu akija hapo ni nani? Na anakuaje? Kwa hiyo unabidi kuwaandaa watoto. So nimefurahi jinsi ambapo watumishi wengine wameongea kwamba ni vizuri unapofikia mahali pa kudate ni vizuri kumintroduce mtu ambaye unamdate kwa watoto wako, yule ambaye unajua this is the final, ni mtu ambaye unaenda kumuoa, ni binti ambaye unaenda kumuoa. Kwa hiyo ukamintroduce kwa watoto na wenyewe wako tayari kuangalia ni namna gani wanaishi na huyo mtu, lakini sio kila mtu unaye date ni huyo unaleta tu. Lakini kwangu nasema kabisa kama mama alivyosema, tunafahamu kabisa divorce watu wanaoumia ni watoto. Na kwa sababu wanaoumia ni watoto, ni vizuri tuhakikishe watu wanaelewa unafanya nini. Baada ya kulazimishia tu kuleta haraka tu kwa wataka wao, yani wakopu tu na kitu tunachokitaka, hapana. Just to focus kwa watoto. Tuhakikisha hichi kitu tunachokifanya watu wanakielewa na nini, na sio kwamba unaondoa nafasi ya mama yao au unaondoa nafasi ya baba yao. Kuhakikisha relationship ya baba yao itabaki pale pale, mama yao itabaki pale pale, na huyo mtu ni wa namna gani na atakuja kuwa na nini, nafasi gani katika nyumba. Lakini kama ni watoto wanakuwa affect, hiyo for sure ninakwambia 100% yes, itawaumiza watoto. Haijalishi how old they are, kwa sababu tayari wana baba yao, alafu sasa hivi tayari wana mama yao, alafu sasa hivi kuna mtu mwingine anaingia, wanatakiwa wamuite mama, au maybe wanatakiwa waanze kuact kama ni baba. So jiandae katika hiyo. Pia watahitaji counseling, watahitaji kwenda taratibu, hakuna haja ya kuwaforce. Taratibu, hata wakikataa it's okay, respect hiyo kukataa kwao mpaka wa understand. Mbarikiwa wapendwa. Sana katika hilo. Kani kusema ni swali ambalo lilikuwa katika database hapa, japokuwa alikuwa ameleta na muona, lakini ilikuwa ni jina kapuni, kwa hivyo litaendelea kubaki kuwa jina kapuni. Kipindi ni cha maswali na majibu kwa dakika 90 kwa lugha ya Kiswahili, Bible study hiyo ya makanisa ya Umoja. Tunashukuru Mungu tumeweza kuanza vizuri. Saluti ya kwanza tumeweza kushughulikia swali hilo. Sasa narudisha kupata swali jipya kwa wale ambao wako mubashara kwa muda huu, wale ambao tupo live katika kipindi. Angalia simu yako, alama ya nyota nambari 6, jina la kwanza pa ulipo, swali jipya. Nakupa kama dakika 2 kuweza kuliphrase vizuri. Karibu tuendelee. Naitwa Siwe. Amen. Karibu, nafikiri ni Sister Olivia huyo. Sauti nasikika hivyo. Yes. Amen. Thanks. Asante sana kaka Jerry. Kwa sababu mjadala tumeuanza kama ni mambo ya kifamilia, imenikumbusha kitu ambacho kidogo kilikuwa nikasema labda kinaweza kikapata kidogo ufafanuzi vizuri hapa. Swali langu ni nani alaumiwe kati ya kijana ambaye ameoa lakini wakati huo ni kama ameolewa, yani yule kijana ambaye anapokuwa ameoa hawezi kufanya majukumu yake ya kuitunza familia yake, anapenda nyumbani wanaita Mario. Yaani yeye anakuta labda amemwoa mwanamke anayefanya kazi, kwa hiyo mwanamke ndiye afanye kazi, ndiye asaidie familia nini, yeye labda kazi yake ni utanashati tu, kuvaa vizuri na nini, lakini sana anachokisaidia pale nyumbani. Yaani ni kama ajue majukumu ya ubaba pale nyumbani, ambayo imepelekea idadi kubwa ya vijana kuolewa na wamama ambao wamewapita umri, ambao wana hela. Sasa hiyo ni upande wa kijana. Na upande wa dada ambao unamkuta kaolewa
lakini na yeye pia hajui majukumu yake. Unaweza kukuta kaka aliyemuoa ndiye anayefanya majukumu yote pale nyumbani, yaani yeye yuko tu hapo legelege. Sasa ni nani alaumiwe? Je, ni wazazi au ni yeye mwenyewe huyo muoaji au muolewaji? Amen. Amen, amen, amen. Sana mtumishi wa Mungu dada Olivia, kwa swali lako umesikika vizuri kabisa. Labda kwa manufaa ya kadha wa kadha ambao wanaona katika line hapa, kwa lugha ya kule mtaani ukisikia kijana anaitwa Mario, wanasema ni yule kijana ambaye ana target kuona mwanamke mwenye fedha ili alelewe kwa sababu kama baba, huyo ndo anaitwa Mario. Sasa muuza swali hapa anataka kuuliza, labda sasa inarudisha vizuri baadhi yenu kufahamu nini maana Mario. Mwanzo nataka kujua kwamba nani analaumiwe, mtoto ama mzazi? Mtoto yupi? Yule wa kiume ambaye amekuwa Mario, hasimami kama baba, ana target mdada ama mwanamama mwenye fedha ili aweze kuishi maisha ya starehe, asisimame kama baba kuwa mtafutaji. Ama again mtoto huyu ni wa kike ambaye yeye ameolewa lakini hasimami katika majukumu yake kama mama, kama mke katika familia. Kila kitu anafanya mzee. Labda kama kuna Mario then wa kiume nafikiri anaitwa Buzi, labda hakutaka kutamka hivyo, kwa ametarget kupata buzi lake, ameolewa, kwa hiyo jamaa anafanya kila kitu, yeye anapendeza. Sasa mwanzo nataka kujua hapa laumiwe nani, mzazi ama laumiwe yule mtoto, whether ni wa kiume ama wa kike? Angalia simu yako, alama nyota nambari 6, jina la kwanza pale ulipo, tujadili hili. Nitakupa dakika kama 2-3. Karibu. Nani laumiwe, mzazi ama mtoto? Alama nyota nambari 6, karibu tuendelee. Bwana asifiwe. Amen. Nilikuwa nakuona simu yako inamulika nikasema huyo. Karibu Makashara. Asante. Nimeshukuru kwa mtumishi kuuliza hilo swali. Lakini sasa labda na mimi ningetaka kumuuliza, kwa sababu najua masuala ya kwenye ndoa ni makubaliano. Kwa sababu unaposema nani alaumiwe, je, hao watu wameona kuna ubaya, kuna kitu cha kumlaumu mtu? Kwa sababu kama mtu wamekubaliana kwamba mimi nikikuoa wewe utakaa tu hapa, wewe utafanya hivi, au mimi wewe ukiwa mume wangu wewe tulia tu hapa, kwa sababu mambo ya ndoa ni makubaliano. Kwa sababu huwezi sidhani kama kuna mtu wa kumlaumu, kwa sababu kama ni shida, sasa imekuwa ni shida, mtu analalamika, hata hapo ndo sawa. Lakini kama hakuna shida, wamekubaliana wenyewe kwa mpango huo kwamba sisi tutakapoishi hivi ni sawa, kwa sababu hata kwenye ndoa kuna ile ambayo pia watu wanaingia kwenye ndoa wanakubaliana kugawana majukumu ya kwenye nyumba ya familia. Labda niingie hapo. Labda samahani kidogo, labda niingie hapo kwa utamu wa swali. Hili limekuja kama lalamiko, kwa hiyo hakuna makubaliano hapo. Hii ni observation. Kwamba huyu baba ameoa lakini ana mke wake, huyu ni mtu wa saluni zaidi, huyu ni mtu wa kujirusha zaidi. Ama huyu mama ameolewa anasema lakini huyu mume wangu amekuwa mno Mario. Sasa tumlaumu nani? Mzazi kwamba kumwandaa mtoto, ama tuandae yule kijana ambaye asimami kama mwanaume katika nyumba? Tuliweke swali katika staili hiyo, tusiashumu kwamba wamekubaliana. Sababu lisingekuja kama swali, isingekuwa lalamiko. Okay. Basi kwa namna hiyo mimi nafikiri bado tunaweza tukawalaumu wote, kwa sababu pia wazazi wana sehemu ya kumfundisha mtoto wa kiume anatakiwa kuwaje kwenye ndoa, na mtoto wa kike anatakiwa kufanya nini akiingia kwenye ndoa. Kwa hiyo kama wamepata mafundisho vizuri na bado wameenda wamefanya tofauti, sawa. Kwa hiyo tunaweza tukalaumu wote, aidha ni mafundisho kutoka kwa wazazi hawakupata, au jinsi wazazi walivyowalea, kwa sababu pia kuna wazazi wanalea watoto wao vibaya sana kiasi ambacho hampi ile nafasi ya kwamba na yeye afanye kitu ili apate hela yake. Kila saa unampa tu hela, kila akipata hivyo unampa hela. Unajua mtu kama huyo kuchukua jukumu la kutunza familia ataona shida.
angetaka tena mtu tu wa kuendelea kumpa hela. Kwa hiyo wakati mwingine ni vizuri tuwafundishe watoto wajue jinsi ya kutengeneza pesa, jinsi ya kufanya hivyo, ili hata akienda kwanza nyumba yake anajua okay, haya majukumu ni haya na haya na haya. Alafu mwingine katika mtoto wa kike naye ndio hivyo hivyo. Kwa hiyo mimi kwangu aidha wanaweza wakalaumiwa wazazi au wakalaumiwa wao wenyewe. Wengine wametoka kwenye mafundisho mazuri kabisa lakini wanataka starehe. So mimi naweza nikawalaumu wao wenyewe na wengine ni wazazi. Amen. Asante sana. Haya, mchangiaji wa kwanza hapo anasema kwamba sasa kalamu wote mzazi kumwandaa kijana wako, dume lako ile imeenda kuwa Mario, ama kumwandaa mwana binti akaona kama maisha ni kutafuta buzi. Tuendelee. Karibu mwingine kuchangia hapo. Amen, amen, amen. Karibu. Nafikiri nani huyu? Mama Maro. Yes. Yaani karibu. Kwa kweli hakuna mzazi ambaye angependa mtoto wake Mario. Japo kuna pointi moja mama pia amegusia kwamba wakati tunalea tusiangalie kwamba kila kitu nipe ukatoa. Saa ingine ni kuwapa challenge wajue kwamba hela zinatakiwa zitafutwe. Hilo nalo lipo. Hilo linaweza likachangia, maana linampa mtoto kuwa kwamba anapewa hapo anakuwa mzito, hafikirii kwamba nikafanye biashara gani. Lakini ukiangalia vijana wengi Mario ni wale wavivu, hawataki kujishughulisha. Yaani wanataka walelewe. Wewe mama unayemchukua mtu unamfanya Mario na wewe unayefanywa Mario. Saa nyingine wazazi hata hawahusiki kabisa. Kwa sababu katika dunia hii shule ziko nyingi. Especially hao unakuta wamesoma boarding, wamesoma wapi, wamenini. Umario unaanza kwenye maeneo mengi sana. Unakuta mzazi wala hakuhusika, lakini umario unakuta mtoto ni mvivu, anapenda tu aende aulambishe juu, afunge mayenu ya Mario, aende pale apige nani kiatu chake na anaenda. Ni uvivu unaosababisha unaoleta hichi kitu. Na kutokutaka kufikiria. Na ukiangalia hata shuleni, ukitaka kujua wa Mario angalia shuleni kwao pia. Most of them hawakupenda hata kujishughulisha na masomo kivile. Kwamba nipe ada, nipe pocket money, wale nipe. Kwa hiyo na sisi wazazi pia, hata ile wakati tunakuwa na watoto, sio kila anachokitaka unasema mkamilishie. Saa nyingine mpe kutafakari, kufikiria, ajijenge katika kujitegemea ili asije kuwa Mario. Yaani hapo hakulaumu ukisema kubezi kwa mzazi kabisa, hapana. Japo pia unaweza kuwa tuna play part katikati ya jinsi ya kulea. Nipe. Inamfanya awe mvivu. Kwa sababu Mario ni wavivu. Wanajulikana kwa uvivu. Hawataki kujishughulisha na kutunzwa. Na sisi watoto wetu ambao wamepata kipato wanakuwa na Mario. Mungu awasaidie tu wajue kwamba ile sio jambo jema pia. Unakaa na mahali unatunza mtu namna hiyo. Kwa hiyo ina maana kama mna watoto, wewe mama ukifa, hiyo mali si inauzwa, kwa sababu Mario ni mvivu, hataki kufanya kazi, si atauza hata hicho kilichopo cha watoto. Kwa hiyo ni kitu cha kukemea. Saa nyingine wanakuaga ni wao wenyewe wanakuwa na hizo tabia. Wanaosoma boarding kwenye mitaa, mambo ni mengi. Unakuta mtoto ana develop na tabia ya ajabu ambayo wala hujawahi kumfundisha. Asante sana. Tuendelee. Kama kuna mwingine mmoja hapo, nimepata perspective mbili. Wote wanasema kwamba wameweza kulaumiwa wote hawa, yule Mario ama yule mwenye kutega buzi. Lakini mzazi naye ana nafasi yake ya kulaumiwa unapotoka na mtoto, na then akawa hivyo. Ana mwingine mmoja, jaribisha hapo. Alama nyota nambari 6 itakutoa katika mute. Jina la kwanza na pale ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu tena za meza. Amina, asante. Mimi naomba niongezee pamoja na hayo, nafikiri hata maisha, naweza kusema lifestyle ya siku hizi. Watu wanapenda haraka. Yaani kiasi ambacho unakuta kabisa watu wamelelewa vizuri, lakini mtu kwa sababu anataka uharaka kutokana na maisha ya sasa hivi, mambo ya mitandao, vitu vinajionyesha, ni vitu vinaonekana. Kwa hiyo unakuta mtu anataka maisha ya mazuri kwa haraka bila kutafuta. Kwa hiyo unakuta anachukua njia mbadala ambayo ndio hiyo. Kwa hiyo naweza kusema kwamba maisha ya sasa hivi pia inawezekana zamani zilikuwepo, lakini ilikuwa ni chini kwa chini sana.
lakini sasa hivi kutokana na mambo ya mitandao vitu vimekuwa wazi, kwa hiyo watu wanatafuta maisha hayo kwa haraka zaidi, hata kama anao uwezo wa kuchakalika, hata kama anao uwezo wa kutafuta, lakini kwa sababu watu wanataka maisha ya mafanikio ya haraka, basi unakuta unachukua njia hiyo nyepesi kwamba kama kuna mwanamke atanilea kwa nini, au kama kuna mwanaume atanilea kwa nini sifanye hivyo, kwa sababu unakuta inatokea kwamba yes, unapata vitu, unajengewa, unanunua gari, unanunuliwa gari, na unaona watu wengine wanafanya. Kwa hiyo unakuta na watu wengi wanajiingiza, si kwamba wanajua fika, lakini wanasema kwa nini nipite hard way wakati there's a easy way. Amen. Amen. Asante sana. Nasikia machangizo matatu hapa. Kuna engo moja ambayo naona sofa mwenye hiyo engo hajabonyeza alama nyota namba 6 kuingia. Hivi inakuwaje mwanamama, sio wewe ambaye katika kipindi, lakini unafikiri inakuwaje wakina mama wanakubali kuwa na Mario? Kwa sababu ka handsome kidogo labda? Ama inakuwaje mbaba? Kwa sababu baba nao wanajua kukunwa mbuzi, inawezekana amechukua kabinti kadogo. So maybe that's the reason. Kwamba ni matamanio ya mtu ajue kwamba huyu atakuwa Mario, lakini seka handsome. Ngoja tuone inapokwenda. Je, inawezekana hiyo ndo sababu? Na kama hivyo ndivyo, tuendelee kumlaumu? Mama Kasha sema baba kuna makubaliano. Kasema hamna makubaliano, imekuja tu kama swali. Hebu mnaonaje katika hilo? Yule mama ambaye yeye ndio karibu za mesa. Mimi naweza kusema kutokana na maisha, mara nyingi unakuta kwamba huyo mama inawezekana labda alikuwa amekwisha kuolewa, akaachika, au mume wake amefariki, au kwa sababu lazima kwa sababu ni mtu mzima, lazima atakuwa amepita somewhere kufika hapo alipo. Na mara nyingi unakuta siku hizi wa mama wengi wanataka kuwa in control, wanataka kucontrol. Na kwa sababu wanataka kucontrol, na akitafuta mtu ambaye atataka kumcontrol na yeye hataki, kwa hiyo anasema bora nichukue kijana ambaye nitamkalisha, nitampa kila kitu, ina maana hata ni control mimi, nitamcontrol yeye na baada atatimiza haja zangu mimi. Kwa hiyo ninaweza kusema kwamba tu ni mwanamke ambao anataka kusimama, awe yeye ni kwamba asiambiwe otherwise, yeye ndo awe kwenye control. Amen. Amen. Asante sana. Inaendelea na mtu mmoja jina kwenye kapu ameandika the same thing, akutaka nimsome, kwamba ni wamama wanataka kucontrol, hawataki kukutana na mtu ambaye yuko established ili asimuone. Haya, asante. Kama kuna mtu mwingine wa mwisho katika swali hili, nani laumiwe? Pale ambapo tunaona katika kwamba ile familia, yule baba, yule mwanaume katika ndoa, kumbuka ni ndoa, sio mahusiano, katika ndoa, huyu ni Mario, yeye sio mtafutaji, yeye anataka tu atumie hela za yule mama ama yule dada kwa sababu yuko vizuri tayari kimaisha, au kutafuta pamoja yupo vizuri tayari kimaisha. Ama yule mdada ambaye ametarget mtu ambaye yuko vizuri kimaisha lakini pia hafanyi chochote, yeye kazi yake ni kutumbua, penda apendeze, gari kubwa, kasi nzuri na kadhalika. Alaumiwe nani hapo? Tatu sekunde chache, najua pointi zitatemka hapo nyingi, but nataka kumpa mtu mwingine nafasi kama yupo. Basi nirudi New Jersey pale alipo dadangu Olivia, kuna swali lako hiyo. Vipi tumekusogeza? Yes, nashukuru sana mmenisogeza. Pia naomba na mimi kuongezea kwa upande wetu, sisi ni wanawake, kwa sababu sisi ndio tunakuwa na watoto muda mrefu. Huu ni mfano hai kabisa ambao nimeuona. Binti mmoja ambaye sasa pale nyumbani kwao, kusema kweli, hali yao kifedha ni nzuri pale nyumbani. Kwa hiyo pale nyumbani wao I think wana house girl kama 5 hivi. Kwa hiyo watoto wao hawafanyi kitu chochote. Unaona, sasa ikawa imetokea akawa amepata mchumba, akaja mpaka hapa. Lakini kusema kweli, yani alivyofika hapa na huyo mchumba, kwa kweli ikashindikana, kwa sababu yani hajui kitu chochote.
ajui chochote, yani hawezi kufanya kitu chochote kwa sababu hajafundishwa na hajaonyeshwa na nyumbani, alikuwa anatumikiwa tu. Kwa hiyo pia hiyo nikumbushe tu kwa sisi wa mama, tuwe makini na watoto wetu, tusione kwamba tunawapenda sana ndio maana wasifanye kazi yoyote nyumbani, tusiwafundishe chochote. Hapana, tuwafundishe kwa sababu wale watatoka kwenda kwenye nyumba zingine ambazo watakuwa sasa wao ndio wa mama wanaotakiwa kufanya majukumu. Nilikuwa naongezea tu, lakini pointi zingine zote namshukuru Mungu ni nzuri tu. Mbarikiwe sana wote mliochangia. Kwako kaka Jerry. Asante sana katika hilo. Basi tunaendelea. Kumbuka basi kipindi cha maswali na majibu kwa lugha ya Kiswahili cha Ministry yetu Umoja International Bible Study chini ya makanisa ya Umoja makao makuu Dallas, Texas. Kanisa lipo pale lipo kimtandao. Amen, amen, amen. Karibu, jina la kwanza pale lipo. Na then nitakupa dakika 2 za kuuliza swali. Mimi sitauliza swali, naomba niendelee kuchangia hapo kwamba okay, yani hii imekuwa ni fashion sasa hivi. Yani imekuwa ni kitu ambacho kimeambukiza. Yani kimeambukiza. Sasa sijui kama nitasema sasa ni dunia nzima. Kila mahali. Yani nisemee kwetu Tanzania sasa hivi imekuwa fashion kiasi kwamba vijana hawana adabu tena. Yani hata ukipita, mimi nikipita mimi binafsi, yani najisikia vibaya kwa sababu rika ambalo unakuta ni rika langu, asilimia kubwa ndio maisha yao wanaoishi. Mwingine utakuta na mume wake lakini bado ana kijana. Lakini zaidi tena ndio hivyo, wengine si hata mjane, wengine si nini. Yani ana maisha yake mazuri. Ni pepo tu limewaingia sijui wanawake, mimi niseme hivyo. Kwa sababu adabu hakuna. Unapanda kwenye bodaboda. Sisi tunaita bodaboda huko au pikipiki, lakini ni maarufu ni bodaboda. Unakuta kijana anaanza kukongelesha, wewe ni mtumishi wa Mungu. Hivi na maana mtumishi wa Mungu, unajua yani mimi nilikuwa nahitaji labda kama ni mkopo hivi, labda sasa unaanza kujiuliza, mimi nimekuchukua wewe nipeleke mahali kwa buku. Hapa maongezi mengine yanatoka wapi? Yani ni pepo limewaingia vijana wenyewe kwa sababu wamekosa ile adabu. Ndio hao Mario. Na hao sisi akina mama, mashangazi. Sasa ndio hivyo. Yani imekuwa ni tabia ambayo sasa hivi imeambukiza kiasi kwamba sasa sijajua kwamba sasa sisi watumishi wa Mungu tunatakiwa tulikemeje kanisani, kwa sababu si kwamba hili linafanyika vipi au watu upande niseme labda wenzetu Waislamu kwamba wanalikemea vipi, kwa sababu hakuna cha kusema kwamba ni Wakristo au ni Waislamu. Ukikuta mtu anaishi na mtu, na vijana wetu wengi wameolewa. Na mimi kwenye familia yuko kijana ameolewa juzi Zanzibar kabisa, kwa familia ya kwetu. Yuko hapo Zanzibar vizuri. Tumeshaongea mpaka tumechoka. Mimi nahitaji maisha ya starehe, nahitaji maisha ya raha. Imagine. Lakini mama yake mpaka anashika tumbo. Hatuelewi. Ukienda yani yule ni 50 kwa 30 labda na 6 hivi. Anakuambia hayo ni ya kwenu ya zamani. Hili ni pepo limeingia. Nirudi tu kwamba ni pepo limeingia kwamba sasa watumishi wa Mungu hii hali tuiombee, sisi ambao tuna uwezo wa kuliombea tuliombee. Lakini vijana pia wamekosa adabu kabisa. Mimi kwangu wanakosa adabu. Yani sina hamu kwa sababu najua hata wa kwangu labda naye ataenda kuwa hivyo. Yani mpaka tunashika matumbo, wezi jua hata yani watoto wanachelewa watakuoa. Mpaka unamlazimisha hivi wewe vipi? Lakini ukimchunguza hakosi Mario. Bwana asifiwe sana. Gladness nilikuwa naongea. Amen, amen. Amen. Bwana mtumishi wa Mungu mwinjilisti. Naona inaendelea kidogo. Karibu, nafikiri mwalimu Sofia huyo. Amen. Amen. Na mimi pia napenda nimshukuru tu Mungu kwa ajili ya hii mijadala inaendelea. Asanteni wote mliochangia. Mimi nataka nichangie hiyo hoja ambayo dada Gladys amemalizia hapo. Unajua mimi nikifuatilia kwenye mitandao, nikifuatilia kwa watu tu wanavyoongea, sasa hivi hizo ndoa ni kama vile zimekumbwa na matatizo makubwa sana. Makashai kwa hapa tatusaidia. Watu wengi sasa hivi wanalalamika, hasa ukirejea kwenye hizo nchi zetu za East Africa, wamama wengi wanalalamika waume zao hawana nguvu za kiume. Kwa hiyo tusiwataki tu kwanza hao wanawake, lakini pia turudi pia tuangalie chanzo ni nini. Kama gani sasa hivi sema kuna kama ni pepo limeinuka, ina maana kuna shida huko ndani.
Kwa hiyo wanaume wengi sasa hivi inasemekana hawana nguvu za kiume. Kwa nini hawana nguvu za kiume? Ndio tuanzie hapo, labda tunaweza tukapata suluhu la kwa watu ambao wana haya maarifa ya counseling za ndoa, wakapata pa kuanzia kusaidia tatizo ni nini. Ukimkuta mwanamke ameishi na mume wake kwa miaka kama 10, 20, 30, anakwenda kuparamia kijana mdogo na mume wake yupo na maisha yanaendelea, unajua kuna shida sehemu iko. Sasa kwa nini hawa baba hawana nguvu za kiume? Ndio tujue. Na baada hapo iwe isiwe mwanamke bana ishazoea anaishi na mume wake ndani, wanaendelea maisha yao na stare zao na nini na kila kitu. Ghafla mkuta mwanaume wake hawezi tena, hafanyi tena. Ndio maana sisi outreach nakumbuka tuliombea sana mada ya kupinga kutazama picha za ngono na vitu kama vile kwa watu wote, iwe vijana, wanaume na wanawake. Zinapelekea sana kuvuruga masuala haya ya ndoa na mahusiano, kwa sababu wanaume wanaishia huko, alafu inafika sehemu hawana nguvu, ndoa zinaanza kuyumba, wanawake ndio sasa wanafuata malio. Anajua ikienda kwa malio pengine atanisaidia kufika pale ambapo yeye anahitaji afike. Sijui, najaribu kuwaza. Amen. Amen. Asante sana. Lengo nzuri ameangalia. Na swali kama utakumbuka lilikuwa ni sehemu 2. Labda nikurudishe kama ukiweza, kama una hilo jibu, kwamba umesuggest kwa wakina mama wakienda kufuata Mario. Na tukumbuke hapa Mario sio tu umri peke yake. Mario ni mwanaume ambaye hatimizi majukumu yake kifamilia, amemtarget yule mama kwa sababu yule mama ana fedha. Najua lakini point yako ilikuja kutoka vile ambavyo mtumishi Gladness alikuwa amezungumza. Je, vipi kuhusu yule wa kike ambaye ameolewa, hasimami kama mama, anamwachia yule baba anafanya kila kitu? Huyu inaweza kawa sababu yake ni nini kwa mfano? Sasa hiyo kaka Jeli inategemeana na malezi ya binti alikotoka. Dada Olivia amesema hapo, mimi nachangia kwenye hoja ambazo tumeshazisema. Amesema kuna binti aliolewa familia kitajiri, akaja hapa hawezi kitu. Nitaka nimuulize, hawezi kitu gani yani? Hawezi ndani huko chumbani, hawezi jikoni, hawezi kitu gani? Kwa hiyo inatokana na malezi ya mtu alivyolelewa. Unakuta mwingine amelelewa malezi ambayo yani ni mayai hivi na hivi na hii, kama dada Olivia alivyochangia hapo. Kwa hiyo hata akija kuoa na mume, akija kuwa kwenye maisha, na maana bado atakuwa na vitu ambavyo yani ya kudelela yani vile ambavyo havishikamani, havikamatani. Asante sana. Meleke vizuri kabisa hapo, na pamoja kwamba Olivia alikuwa ameshachomoka, ulitamka kweli kwamba hawezi dada Olivia. Sofia ameuliza hapo, hawezi upande upi katika ndoa yake? Hakulelewa kwamba mume unatakiwa ufanye hiki na hiki? Naam. Hawezi kazi za ndani, yani hawezi kupika, hawezi kufua, hawezi kushika chombo kukiosha, hata kupika yai hawezi. Hawezi, yani kila kitu yuko tu mikono yuko hivi na zile kucha ndefu, anasubiri kufanywa kila kitu yani. Ni kwamba hawezi, yani hajui. Kwa sababu kula alikotoka alikuwa na house, ndio alikuwa anafanya kazi zote. Leo alivyokuwa analelewa walikuwa wanafikiri kwamba wanampenda sana, kumbe walikuwa wanamharibu. Matokeo yake ndoa imeshindikana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nimekusikia Biblia nitakuruhusu. Nimekusikia dada Gladys, nitakuruhusu. Nilimsikia Sofia kwanza. Yes. Nimpe dakika moja kwa kujaribu, then nitakuja kwa Bishop. Sasa nafikiri umesikia hapo kwamba tunachozungumza kwa huyu mdada ni jikoni, si chumbani. Asante kwa jibu lako, bali sio pale pale. Jibu langu ni kwamba ndio maana unakuta sasa hata hawa wamama ambao kwenye ndoa wanaacha ndoa zao na kwenda kutafuta huko vijana, kwa sababu huko ndani kuna shida. Kwa hiyo huyu binti, mwanaume yule alifall in love mpaka kaoa na ndoa kwa sababu alifurahishwa huko ndani, lakini akuangalia jikoni mwanamke anajua kufua, anajua kunawa, anajua kufanya hiki na kile kwa ajili ya familia. Yeye alijua tu kule ndani anaweza, basi akabeba. Na ndo leo hii unakuta kwenye huko ndoa sasa zinakuja kubomoka kwa sababu kule ndani hakujakaa sawa. Hata kama huko nje mama anapika, anadeki, anafanya nini, baba anaulamba suti, lakini akirudi chumbani hakuna kinachoendelea. The same thing. Okay.
Asante sana. Nitamkaribisha Bibi Favor and then Mwalimu Msemo, lakini nijaribishe kurudi kwenye uhalisia wa swali. Swali lilivyoulizwa ni nani alaumiwe kati ya mzazi ama kijana? Kijana yupi? Yule ambaye ni Mario hafanyi shughuli zake kama baba. Hakuzungumza swala la chumbani, anasema hafanyi kama baba, sio mtafutaji. Mario amemtarget mwanamke mwenye hela ili aweze kuishi maisha ya kuletewa. Ama mtoto wa kike ambaye hajui kusimama kama mama, mambo ya kupika, malezi na kadhalika, anamwachia mwana baba afanye kila kitu. Kwa hiyo hilo ndipo swali lilipo, tubaki pale. Karibu Bibi Favor, wakati mtumishi Gladys anajiandaa. Mimi nitajibu kwa upande wa msichana. Kwa kweli sisi, mimi mwenyewe binafsi nimetembea, nimeona, naona kama huyo alikuwa anaishi wanamfanyia mara nyingi hawa mabosi mimi nafanya kazi hiyo na hawa mabosi wetu. Anaona mtoto akifanya, anaona anaionea hiyo hela yake uchungu. Kwa nini mtoto afanye kazi na mimi nalipa hela? Ajui kama anamremaza. Yaani agusi kitu chochote, anaona analipa hela yangu. Kwa nini huyo mwanangu aoshe chombo au afagie? Au hata mimi naona anakula, mtoto wa miaka 12 anakula, anaacha hapo sahani. Sasa huyo mtu akiolewa anafikiri atafanya kazi gani? Ajui kuosha chombo, ajui hata girasi, kikombe anachonywea ajui, anakiacha mezani. Huyo atafanya kazi gani? Sisi wazazi ndio tunaremaza mabinti zetu, tunawaremaza. Asante sana. Ndabaliza kwa mtu mwisho kuchangia hapa, mtumishi Gladness kutoka pale Mwanga. Tubaki katika swali lilipotoka pale awali. Karibu kwa dakika kama moja. Amen. Asante sana mtumishi wa Mungu. Ni kweli Bibi Favor alichochangia kwa upande wake, nisirudi nyuma, ni sawa kabisa alikochangia. Lakini tumeshai kuuliza watu wengi au katika counseling, shida ni nini? Kinachokufanya wewe, mimi zaidi nilikuwa nawalenga kina mama, kinachokufanya unaenda kwa huyu kijana nini? Anakuambia hanitimizii. Sasa hakutimizii sasa kwenye ndoa hiyo, kwenye ile tendo hakutimizii. Je, mpaka mmefika mmezaa watoto 3, mmezaa watoto 4, huko nyuma ilikuwaje? Anakuambia kwa kweli mtumishi wa Mungu, mimi sijui kuiona hiyo watu wanachosema wanapata raha. Wanasema nini? Romantic. Haje kupata hiyo romantic ya mapenzi. Sasa kama hajapata hiyo, ndio anaitafuta kwa vijana. Vijana nao wamekuja na kasi yao. Unaona kwamba kumbe huyu mama anachokihitaji ni nini? Ni ya mapenzi ya kweli. Sasa sijui kwa Kiswahili itakuwa ni hivyo, nitakuwa nimepatia mapenzi ya kweli. Unaona ndio hicho wanachokitafuta. Sasa je, tujiulize sisi kwamba tumeacha wapi ile utii, ile heshima, ile ndoa tumeiacha wapi? Sababu ana mume wake, lakini anakuambia mimi sijui kuona hayo watu wanachosema eti kuna mapenzi. Sasa labda vijana mkuja na kasi nyingine, kwa sababu mnaposema kwamba labda wanaume wamelegea, umezaa naye watoto 4, imekuwaje? Kuna kula mihogo, sijui kuna kula nini, sijui kuna vumbi la wapi, Zambia sijui wapi. Haya, hivyo vyote vinakujaje? Kwamba ilikuwa haipo. Kwa nini mpaka watoto 4, watoto 3? Tuishie tu watoto hata 2 hivyo. Kwa Tanzania watoto 3, 4 mpaka 6 ni size yetu kabisa. Hata 10 utakuzaa weza tu, hamna shida. Sasa kwani mama umefika hapo, huyu kijana anatoka wapi hapo? Mimi ninachotaka ni hicho. Ukimuuliza anakuambia kule yule baba hawezi wakati alishazaa. Jamani, ni pepo. Mimi nasema tuombeni na watumishi wa Mungu tufike mahali tukanye wa kina mama. Basi aishi hapo. Ananiumiza sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu nani mtumishi? Mchungaji Elia Mwaka Tumbula Dallas hapa, karibu. Amen. Najua mada imeenda muda mrefu, ningependa nichangie kidogo. Na mchango wangu ni kwamba changamoto kubwa haipo kwa baba,
haipo kwa mama. Changamoto kubwa ipo kwenye dhambi ikiingia kwenye ndoa, kwenye familia, na dhambi isipokemewa makanisani, na pakiwa hakuna nguvu ya kuikemea dhambi. Dhambi inaweza ikavaa suti, ikasema huyu mwanaume ana matatizo, huyu mwanamke ni mkorofi, mgomvi ndani ya nyumba, ndio maana na chiti, sina amani ndani ya nyumba. Hakuna sababu inaweza kukalifai kuchiti duniani. Haijawahi kutokea. Fungua Biblia mwanzo hadi mwisho na sisi tutapata miongozo. Hakuna sababu inayo kalifai kuchiti. Tamaa inaweza ikavaa sura, ikatoa sababu 10,000 kidogo. Kwa hiyo sababu, changamoto kubwa inayotokea ni watu kuto kumjua Mungu, kutotaka kufuata maadili ya Mungu. Tunapofuata maadili ya Mungu ni dawa, ni tiba. Ikisemekana sio nguvu za kiume, pakiwa pana upendo ndani, utamwona mwanaume ana nguvu za kiume na utampenda na utakuwa naye. Ukiwa na upendo ndani, hata mwanamke ni mkorofi, utamvumilia, utaishi naye, utambembeza na atabadilika. Upendo unaficha wingi wa makosa. So changamoto ni kwamba hakuna Mungu ndani ya ndoa. Leo mwanamke ukiambia Biblia kwa inasemaje kuhusu hiki na hiki, niachana mimi, hataki kufuata neno la Mungu kusema. Wanaume nao pia hivyo. So changamoto kubwa, tutetee chochote, hakuna sababu itakayo kalifai zina. Lakini pia kurudi kwa upande wa vijana, vijana ambao tunasema wanapenda kulelewa pande zote mbili. Kusema ukweli, tuna mambo mengi. Hili ni somo kubwa na uwezi kumlaumu mtu mmoja peke yake, lakini itoshe kusema ya kwamba kila mtu atabeba mzigo wa makosa yake. Uwezi kumlaumu baba, mama wala mtoto, ingawa anaweza akachangia. Lakini pia ni kwamba binadamu, mtoto kama mtoto, ni jumuiya nzima inamlea mtoto, sio baba tu peke yake. Kwa sababu kuna mtu ataenda shuleni, makanisani, manyumbani. Kwa kama jamii tumefeli. Ni rahisi kumlea mwanaume, ni ngumu kumlea mtoto wa kiume. Yani imani, tumlee imani is very tough. Analelewa na jamii nzima. Kwa hatuwezi kuweka lawama kwa mtu mmoja, wazazi au nani. Ni jambo ambalo inabidi jamii nzima. Ni jambo refu, mtambuko, inabidi jamii nzima tuangalie, na ni tatizo kubwa. Lakini mpango wa adui kupoteza nguvu ya mwanaume duniani. Na ukishapoteza nguvu ya mwanaume kwanza kulisha na kutunza familia, mambo yote yanaharibika. So Mungu awabariki, asanteni sana. Amen. Amen. Asante sana mchungaji Mwakatumbula kwa changizo lako zuri kabisa hilo. Naam. Nitaweka nukta katika hilo swali nikientertain swali jipya. Tumemaliza saruti mbili vizuri kabisa katika maswali na midahalo vizuri kabisa moto. Hebu tuweke swali jipya. Na kama unafikiria hivyo, basi nitakupa dokezo kwamba sehemu fulani ya discussion hili swali lililopita hapa itakuwa katika series yetu mpya inayokuja mwezi ujao. Tega sikio, nitakutaarifu zaidi mwisho wa kipindi. Karibu tuone swali jipya. Alama ya nyota nambari 6. Amen. Karibu mama yangu, Mama Rita. Kwangu namshukuru Mungu kwa swali mzuri ambaye mmechangia. Nilikuwa nataka kuchangia na sasa umepita hapo, nitafanya aje? Na hiyo nilikuwa nataka kuchangia kwangu binafsi. Endelea. Kwa sababu umepita hapa, lakini namshukuru Mungu kwa hiyo swali. Najua kweli wale wasasi ambao kweli wa kitambo wamelea watoto vizuri, waelekeza katika njia inayofaa. Na watoto wetu wanaopata watoto wameolea katika njia nyingine. Kwangu mimi, msichana wangu wa kwanza, juzi msichana wake amefukuzwa kwa ndoa. Enda mama hapa akufundishe. Akaongea machafu. Msichana akarudi nyumbani kweli, akamfuatisha manguo. Alipofuatisha mtuko yangu manguo, sasa mama amekaa, msichana wangu amekaa tulia, anamwambia kama Bwana anakupenda arudi hapa, aseme ni nini alikufukusia ukuje nikufundishe. Na unapoenda, kwa sababu mimi kweli sijakaa na hao watoto au wachukuu, msichana wangu ndiye anakaa na watoto akatoka akaenda katika ndoa. Lakini wale ambao walikuwa wanamuona msichana anafanya kazi, msichana wangu atawatoka huko, amfulie manguo, amfanyie kila kitu. Msichana wangu amtengenezee hata chakula yoyote, ni kuoka tu na kukula na kuenda kulala. Sasa imefika wakati mchukua ameenda kwa ndoa, mambo imekuwa ni magumu.
mangumu, hakuna urasimu. Mimi niliuliza msichana, hata alikuwa amenificha kabisa, lakini nikasikia kwa wengine akisema, nikamuuliza mjukuu yangu alirudi hapo? Ati alirudi. Kwa nini? Ati ilikuwa hivi na hivi na hivi, mpaka bwana akamfukuza mimi nimfundishe. Na mimi tumekaa na msichana hataki kuifanya kazi, na alikuwa alikuwa anafanya kazi yake binafsi kwa kitu. Sasa akitoka huko, mama amefulia manguo, amepika chakula. Na unajua petroli za nyumbani si kama za hapa, ni watu wenyewe, mtu wale wameandikwa ndio wanaekea watu mafuta, amechukua pesa. Sasa hapo mtu mwenyewe unachiwekea. Sasa atakuja mama, msichana wangu amefanyia kila kitu, yani kuoka tu na kula na kulala na kesha anaenda kazi. Imefika ameenda ndoa imekuwa mangumu. Kulea bwana yake imefika ngumu. Amepata mtoto, hakuna maelekezo mazuri. Yani imekuwa mambo mangumu, hata yani utashindwa ndio wapi. Sasa huyu akanificha, akaniambia. Nikamwambia ungeniambia, ningemuuliza ni nini ambayo anasosiana na bwana yake mpaka ashikie bwana mshati. Umeshaona mimi nikishikia baba yako shati? Hapana. Na huyu mchukua alitoa wapi hiyo amri? Hata wewe mwenyewe utashikia bwana yako shati? Ikaleta mambo magumu. Juzi msichana ananipigia simu anasema, amerudi. Kijana alikuja, hati hapana. Sasa watu kama hao utawasaidia vipi? Utaweza kusaidiaje wachukue? Hiyo nimeiona katika nyumba yangu. Lakini sasa hii mambo ya manyumba ni ngumu. Na hatuwezi kusema ati msichana huyu ni yule ambaye anamjua Mkristo, anajienda kanisa, ambaye angemfundisha mtoto wake. Hii vitu yote ambayo inakuja, angefukuzwa rudi nyumbani. Na ndikuwa anaambia mtoto wake fanya hivi na hivi na hivi. Hata ukitoka kazini kuja ufanye huko siku yako ya kupika. Angekuwa anafukuzwa aenda ambie ufanye mama yako akufundisha. Tabia inatoka kwa mama mwenyewe. Nikisema tabia ilitoka kwake kwa sababu yeye ndiye alimsoesha. Hata bibi Fewa anaposema sahani kutoka kwa meza, kweli tumejiona, hata mimi kwangu nimejiona. Hayo Mungu awabariki. Hiyo ni kweli, ni mambo magumu. Hata angekuwa anaingia kwa laini angesikia hiyo vile watu wanachangia. Asanteni, Mungu awabariki wote. Amen. Amen. Asante sana Mama Rita kwa changizo lako hilo. Ya mwezi ujao utakuwa mwezi mzuri. Mwezi ujao utakuwa mwezi mzuri katika ile series ambayo imeandaliwa. Hebu sema inapita kwa sehemu fulani katika hili swali, na italiacha hivyo kwa sasa mpaka nitakapokuja kutambulisha hilo somo. Haya, tuendelee na swali jipya. Asante sana. Angalia simu yako, alama ya nyota nambari 6 itakutoka katika mute jina la kwanza pale ulipo. Tusikilize swali. Kama unazungumza na sija kwa acknowledge, inawezekana kabisa unazungumza katika mute. Angalia simu yako, bonyeza alama ya nyota nambari 6, utakuwa hewani. Karibu, tuendelee. Watu kama hiyo wanaweza kwenye somo lijalo utakuwa lipi? Nimesema subiri utatangaziwa. Tuendelee. Tuna dakika chache zimebaki. Kwa ambaye ni mgeni ama unajiuliza mara mbili, mwisho wa mwezi kipindi chetu ni dakika 90 cha maswali na majibu, sio 60, dakika 90. Kwa hiyo tuna dakika nyingine kama 20 za kutumia vizuri kabisa kuhakikisha kwamba tunaweza kushughulikia maswali yote. Mwezi jana kuna swali ambalo halikuweza kupata nafasi ya kuingia kwa sababu ya muda. Mweza swali na kuona kama unalikumbuka, kama uko vizuri, karibu nakupa nafasi hiyo uweze kuliuliza. Hili swali ambalo halikupata nafasi mwezi jana lilikuwa ni somo la swali katika sadaka, kwamba alisema kwamba itaponya vizazi vinne. Akazungumza kwamba salvation inasemaje, akasoma kitabu cha Torati na kadhalika. Unalikumbuka swali lako vizuri kuliko mimi, lakini nakumbuka kwamba nili note down somewhere kwamba ilikuwa ni swali la sadaka na swala la vizazi vinne, kwamba Torati 5:9-10 inazungumza kwamba sadaka itaponya. Ulikuwa na swali pale, lakini kwa sababu ya muda hatukuweza kuingia. Nikukaribishe kama uko tayari uweze kuleta vizuri kabisa, aliwe fresh. Wakati mtu anajaribisha kukumbuka swali lake, kama kuna mtu nielezea vizuri tu tajiri. Haya, basi nikukaribishe uliweke vizuri zaidi. Vizazi vinne na sadaka. Mpaka nimesahau. Nakumbuka tulikuwa tunajadili mada ya salvation, ya kwamba mtaniweka sawa kama nitachanganyikiwa.
ya kwamba mtu hawezi kuokoka kwa kuombewa na mtu mwingine. Sipilikuwa hivyo, hawezi kuokoka bila kukiri. Lakini tunaamini vitu vingine vinawezekana vikaponya vizazi na vizazi na vizazi kwa imani. Lakini kwa nini salvation hatuamini mpaka mtu akiri? Sasa nikambona kwenye sadaka tunaamini ya kwamba sadaka nikitoa mimi leo itaponya kizazi changu cha kwanza mpaka cha 4, itakwenda itafungua malango, itafanya hivi, itafanya vile, itafanya hivi. That was my question. Amen. Asante sana. Umefika hapo na tunasaidiana. Asante Mwalimu Sofia. Tunasaidiana kuweza kulishape vizuri hili swali ili iweze kupata discussion nzuri. Kitabu cha Torati 5:9 mpaka 10 nitasoma kama vilivyoandikwa katika version hii. Inasema kwamba usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Sasa swali litokea sehemu inayofuata hapa. Na wapatiliza wana wa uovu wa baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao, nami na warehemu maelfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Kwa hivyo kama alivyosema Mwalimu Sofia hapo, ilikuwa ni hilo swala kwamba katika familia kuna ambao wameokoka wengine hawajaokoka, lakini kama ulifanya vile tukakufanya wewe kama wewe, then unaweza ukatumika. Kimaandiko inasema sasa kama umbrella, kwamba kizazi chako Mungu hatakichapa. So kama nakumbuka vizuri, changamoto ilikuwa kwamba kama hivyo ndivyo inakuwaje. Na nafikiri tukachokoza kidogo kuweza kuweka vizuri zaidi kwamba wenzetu walioko Afrika wengi ndio tunakubaliana kwa sababu ni uhalisia, wengi wanatunza zaidi imani, wanasali mara nyingi, wanakwenda kanisani mara nyingi, wanatoa sadaka kwa waaminifu na kadhalika, lakini vizazi vyao huku nyuma kama vipati ya ahadi. Je, ni kwamba tu swala la muda ama kinazungumzwa kitu gani hapa? Baada ya kushaondoka ndio Mungu anatimiza? Tujaribishe kulizungumzia katika engo hiyo. Karibu, kuna mtu kama alikuwa anataka kuzungumza nafikiri. Ahadi kwamba Mungu ataponya vizazi vyako 3 mpaka 4 kutokana na kile ambacho umeweza kufanya, ile salvation, vile ambavyo unaamini. Na tumechukua Torati hapo tulikuwa tumesoma, lakini nakumbuka kwamba ilikuwa kitu kinaendelea Torati 5:9 mpaka 10. Najua kuna wengine mtakuwa mnajaribisha kusoma hapo, lakini ile swala la ahadi kwamba kizazi chako cha 3 mpaka cha 4 Mungu anaweza kuvisave kutokana na unachokifanya wewe. Sasa wewe mbona bado unapigana kata babu yako? Babu yako alikuwa mwaminifu sana, inafahamika. Baba alikuwa askofu, baba alikuwa mzee wa kanisa, baba ni mtu alikuwa tunza imani. Kwa nini katika ile familia ama zile familia ama familia zote tunazojua zinapigika? Hebu angalia simu yako, alama nyota nambari 6, tujaribishe hilo. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen, amen. Karibu Bibi Feva. Nafikiri hili swali, kuna swali lingine tulikuwa tumeshaliendeleza kama hili. Kwa tunasema ingelikuwa ndivyo, tusingehangaika kuwaombea ndugu zetu waokoke, watoto wetu waokoke. Tungejua mimi ninamjua Mungu na yafanya mapenzi ya Mungu, nitakwenda mbinguni na watoto wangu watakwenda mbinguni na familia yangu kama alivyosema kizazi hata kizazi watakwenda mbinguni. Hicho kitu mimi nasema hapana. Hapana. Hakuna. Haipo kusema hakuna kusema kila, ndio maana kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Tena kuna sehemu umesahau limeandikwa mzazi atachukua atachukua ya watoto wake, wala watoto watachukua ya wazazi. Kila mtu atakwenda peke yake. Hakuna kusema sijui mimi nimeokoka vizuri tu na kizazi kitanafuata. Haipo hiyo. Mimi hiyo sikubaliani nayo. Mungu awabariki. Amen.
sana bibi Fero kwa kutuanzishia discussion hapo. Mchungaji wa kwanza anasema kwamba sawa, lakini mimi siamini kwamba hivyo ndivyo. Kwamba babu alikuwa ni mtunza imani, alikuwa ni askofu mkubwa kweli kweli, alikuwa anafanya kila kitu sawa. Kwa hiyo wajukuu kwa najua bwana imeandikwa, sisi tutapenya kwa kivuli cha mzee. Mimi ninasema kwamba hapana. Beba sanduku lako mwenyewe. Amen, asante sana. Mtu mwingine unasemaje? Karibu. Nakumbuka nimesha kuchangia hapa. Amen. Karibu mchungaji Mwakatumbula. Amen. Kwa kweli swali ni gumu, lakini ningependa tu kusema kwamba jambo la kwanza kuliko yote ni kwamba wanaposema nabadilisha wana maovu ya baba zao, kizazi cha 3 hata cha 4 cha wanichukiao. Amespecify watu gani ambao wanabatilizwa maovu, wale ambao wamechukia. Kumbe pana iniquity na dhambi. Hapo anaongelea iniquity, sio sin, ya kwamba ule uovu ni kitu ambacho kinaweza kikarithishwa. Lakini kwa wale ambao wanachukia, watu wanasema hivi, ninawabariki maelfu na maelfu wanipendao, ninawarehemu. Kwa maana rehema maana yake hawa walistahili kubatilishwa pia maovu ya baba zao, lakini kwa sababu wamenipenda ninawarehemu. Kwa maana hiyo uovu unaweza ukakatishwa. Lakini jambo moja tuelewe duniani, hata kama uwe mtakatifu, uwe askofu, uwe papa, uwe mchungaji, uwe nani, hakuna mwanadamu ambaye amekamilika. Tuweza tukawa tunazidiana tu ile hali ya uovu, lakini mwanadamu tu kwa by nature anapozaliwa anakuwa na uovu wa asili, kwa sababu hakuna mwanadamu. Ndio maana Biblia inasema hivi, tukisema tu watakatifu tunajidanganya wenyewe. Kuna mahali ambapo anaweza akawa askofu akawa na hasira kali atenda. Kwa hiyo uovu upo, na kikubwa kinachoonekana hapa kwamba kila mtu ana wajibu katika kizazi chochote kile kumpenda Mungu ili arehemiwe yale maovu, aweze kupata neema, kwa sababu tunakuwa watakatifu ni kwa neema, si kwa nguvu zetu, si kwa uweza. Lazima iwepo rehema. Lakini jambo la pili, tunaposema ya kwamba kuna watu wanapata grace, wanapata neema ya kuishi maisha matakatifu kwa sababu baba zao, pia sio kweli. Lakini kuna neema inayomwezesha zaidi. Kwa mfano, ndugu yetu Sulemani hakuwa tu tajiri hivi. Baba yake baada ya kuamua kumjengea Mungu hekalu, Mungu akasema hivi, basi na mwanao Sulemani nitambariki, nitamfanya ili aweze kutimiza haya. Pana ahadi ambazo Mungu anaziweka kwa wazazi ambazo Mungu anazihakikisha. Ndio maana nasema ame covenant keeping God. Anahakikisha kwa nguvu zote hao watoto wanatimiza. Suleiman, na kuna mtu aliyekuwa na makosa kama Suleiman, alioa wanawake 700, alibudu miungu mingine, lakini kulikuwa kuna grace ambayo wewe mwingine ukitaka kumwiga Suleiman utakufa na utachanganyikiwa kabla muda wako. Lakini there was a grace ya kutimiza ile kusudi ambayo Mungu alimwahidi baba yake. So unaweza kuona kwamba sio kwa baba, lakini pia hata kama baba yako ni askofu, aliomba paka kafanya nini? Kama vile yule ambaye ametoka kwenye familia ya uovu mkubwa, akimpenda Mungu atarehemeka. Na pia mtu ambaye ametoka katika familia takatifu kupita zote, baba askofu, mama askofu, asipompenda Mungu akaamua kufuata njia zake, pia ataanguka kwenye dhambi. Na kwa hakuna mtu ambaye yuko covered duniani hapa, lakini pana grace muda mwingine. Kwa pana neema ambayo Mungu anaweza akamhurumia yule mtu kwa sababu ya wazazi wake. Lakini hakuna mtu ambaye atapata utakatifu kwa sababu baba yake. Wote tuna wajibu ule mmoja wa kumpenda Mungu kwa nafasi moja ili kuweza kupata ahadi. Na hisi niishia hapo. Mungu awabariki sana. Amen. Wow. Amen. Sana mtumishi wa Mungu, mchungaji Elia, kwa mchango wako mzuri kabisa huo. Tuendelee. Mtu mwingine karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu tena Mama Naomi. Ndio. Hili swala ni swala ambalo tunasemea la kimaombi, kwamba maombi ambayo unaweza kuomba, kama nilifahamu vizuri kwamba yanaweza yakaenda mpaka kizazi cha 3 na cha 4.
Na hili swala la Mungu kupatiliza wana maovu za baba zao, nimechemka kidogo, japo kwamba ninachokijua katika kitabu au Biblia, neno la Mungu kwenye Ezekiel linasema, nami nikatafuta mtu atakayesimama kulitengeneza boma. Mungu katika familia au katika ukoo anatafuta mtu anayesimama mmoja kulitengeneza boma. Maana yake nini? Yule mmoja ambaye anapata neema akaokoka akasimama, kuna jinsi ambavyo Mungu anaweza akaondoa uovu katika ukoo. Kunaweza kuwa kuna laana, kunaweza kuwa kuna mambo mengi, lakini mmoja akaomba na vile vitu vikawa vinaondoka. Na nimeona mifano na tunaona mifano, kila mtu ana familia hapa anajua. Lakini when it comes kwa mtu na Mungu individually, inabidi uende kwa Mungu wewe kama Mungu. Japo mtu anaweza akasimama mmoja kutengeneza yale ambayo yako, na Mungu anasikia kabisa. Mfano nyumbani kwetu ambako kulikuwa nakufa mtu kila mwaka, mtu anakufa. Lakini tuliposimama tukaomba, Mungu akarehemu, akacha. Lakini wale watu tulionao, ndugu zangu, wanatakiwa waende mbele za Mungu na wao wajikomiti na kumpokea huyo. Na Mungu ana neema yake, kama mtumishi wa Mungu alivyopita akasema. Musa akiwa mlimani kwenda kuchukua mbao zile alizoenda kuandika, Mungu anamwambiaje kwenye ile Kutoka 32:3, rudi watu wako uliowaleta, watu wanajichafua nafsi zao. Musa kabla hajarudi kuona kwamba wamejichafuaje, aliomba. Neno la Mungu linasema Mungu akasamehe, akawasamehe. Kuwasamehe sio kwamba alisamehe kile kitu ambacho alitaka kufanya kule juu. Hapo tuliona mwashoni Musa alikuja kuchukia kuliko hata Mungu akaanza kufanya adhabu. Aliwasamehe, lakini wao kama wao walikuwa na party ya kuplay ili waweze kusimama vizuri na Mungu. Mungu anasamehe kile alichokisema. Mungu anaondoa kile ambacho kuna mmoja anamsikiliza akakiondoa katikati ya familia pale ambako mnakaa. Lakini mtu as individual unatakiwa kwenda mbele za Mungu angalau. Sio kwamba mimi nitakavyoomba au nitakavyoachilia whatever ni sadaka nitatoa, haitakuja kukusababisha kama ndani yako utapata neema ukaamua kwenda kwa Mungu wewe kama wewe, useme ile itaweza ikakupa kibali cha kwamba umesamehewa na unaenda mbinguni na unaenda sawa sawa. Hapana. Wewe kama individual ukiwa kwenye ukoo, kwenye familia, kuna kitu ambacho unatakiwa uplay. Japo kuna mtu anaweza akasimama kuomba maovu au katika laana katikati ya viapo, Mungu akasamehe kabisa. Ndio maana anatafuta mtu. Lakini huyo anaweza akasimama akaomba neema, watu kwa sababu tunaokolewa kwa neema, Mungu akaleta neema yake, watu wakakubali kwenda kuokoka. Ukakuta mtu anakubali na siku nyingi alikuwa hataki kwa sababu ya mtu mmoja aliyesimama palikobomoka. Hicho kitu kinaweza nikaona kama kinaweza kikaenda vizuri katika ngazi hadi ngazi, lakini kila mtu ana jinsi ambavyo anatakiwa kusimama kwenda mbele za Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi niongee kaka Jerry ana Pasalini, karibu. Samahani nilikuwa nazungumza katika mute na kusikia na kutambua. Karibu. Okay. Nilikuwa tunataka kuongezea hapo mama alipoongea. Asante mama kwa changizo zuri kabisa. Na nasisitiza tu kwa sekunde 30 kwamba ndio maana hata katika wokovu unaona ambapo Yesu amekuja akachukua dhambi zetu zote akatutengenezea njia ya wokovu. Sio automatically. Lazima uweze ukubali, utambue ile neema alafu ukubali, ndeni ukitamka kwa kinywa chako maana yake ndio umekubali, ndeni utaokoka. Ingekuwa vinginevyo ingekuwa tu kwamba basi sasa Yesu alishakufa, okay, mimi I will continue to live my life na nitaendelea kufanya mambo yangu na nitaenda mbinguni. Ikiwa haiko hivyo niko tunataka kujazilizia kwenye point ya mama alivyoongea. Kwa hiyo ndio maana
inabidi mtu kama atasimama katika nafasi iliyoamuka kwa ajili ya wengine, akatoa sadaka, kukatokea neema ya uokovu. Maana sio kwamba ni sasa ndio mnakwenda wote familia, no, lazima mtambue na muikubali hiyo neema, mkatamka kwamba thank you Jesus, sasa tunakwenda Mungu, tunakupokea, ndeni mtu ataokoka. Amina. Amen, amen, amen. Sana Mchungaji Lilian kwa changizo lako hilo. Na kwa sababu ya muda basi lazima kuweka nukta, nikimshukuru sana Mungu, na ninashukuru nyinyi vile vile kuweza pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Nitapata nafasi ya kuongeza tangazo moja pamoja na kwa knowledge ambao tumeweza kuwepo kwa siku ya leo. Lakini kabla hapo basi, kama ilivyo ada yetu, niomba nimkaribishe mwakilishi wa Outreach Ministry aweze kutuongoza katika declaration yetu ya Outreach Ministry kwa mwezi huu wa pili, and then baada ya hapo tuendelea na yanayofuata. Outreach Ministry, karibu. Ameni. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu kaka Jerry. Asante sana kwa wote ambao mmeweza kushiriki. Mungu awabariki. Basi tunakwenda kwenye declaration yetu. Tunasimama na kitabu kile cha Yohana 17 na mstari wa 21. Neno la Mungu linasema hivi: wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao nawe wawe ndani yetu. Tunakwenda kuomba umoja na mshikamano katika makanisa ya Marekani, wachungaji wao, wainjilisti wao, mitume, kanisa la kwenye state yako, kaunti yako, na hata kanisa la nyumbani. Omba umoja, mshikamano katika roho, katika maamuzi, katika uwazi, katika utendaji na kadha wa kadha, kadiri wa Mungu atakavyokusaidia. Twende mbele za Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mwana wa Mungu uliye hai, tunakuja mbele zako tena. Tunaomba umoja na mshikamano katika kanisa la nchi ya Marekani, katika kanisa la nchi yangu ya Florida, kwenye kaunti zake, kwenye mitaa, kwenye majumba yetu. Mungu wa mbingu na nchi, tunaomba upendo, mshikamano katika roho, katika imani, katika maamuzi, katika uwazi, katika kumtumikia Mungu, katika kufanya maamuzi mazuri kwa ajili ya kazi ya Mungu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Mungu kajulikana wewe ni mwanzilishi wa umoja na mshikamano. Bwana, ninapinga roho za mafarakano, magomvi, fitina, faraka, hazina nafasi, hazina uweza, hazina nguvu kwenye mwili wa Kristo ndani ya makanisa. Tunakataa mgawanyiko katika jina la Nazareti, Mwana wa Mungu aliye hai. Baba, tumeomba na kukuamini kwa sababu hakika Baba utakuwa pamoja na makanisa na umoja utakuwepo katika jina la Yesu. Yes, Lord, hallelujah. Mungu awabariki sana. Karibu mtumishi wa Mungu Dr. Nasua, na Bwana atakubariki sana. Amen. Yes, asante kwa hilo. Nimshukuru kwanza mtumishi wa Mungu Mwalimu Sofia kutuongoza katika declaration. Ni tangazo moja kabisa ya mkaribisha mtumishi wa Mungu kutoa nasaha zake na kutoa kipindi kwa sala ya jioni. Tuko katika nafasi ya kutangaza series mpya itakayokuja kwa mwezi wa 3. Hii ni topic ambayo namba 1 ilikuwa imeombwa katika masomo yetu tutafuta elimu kuweza kufundisha kwa kipindi hiki, lakini vivyo tumeweza kuitekenya kidogo katika discussion ya siku ya leo, na utaona jinsi gani kwamba kulikuwa kuna umuhimu na uzito wa kuweza kuileta. Sasa hii title itasomeka kama ifuatavyo: stahimilivu za wanandoa wa leo katika mapito yao na stahimilivu za watumishi wa leo katika kueneza Injili. Kwa hivyo itakuwa ni swala zima la stahimilivu, na tutaangalia angles mbili za wanandoa leo, kwamba jinsi gani divorce rates zinakuwa zinakuja faster, ama amani na upendo jinsi ulivyo. And then katika hilo stahimilivu basi tuongea katika angle nyingine vile vile ambayo itakuwa ni ya watumishi, kulinganisha watumishi wa zamani ambao tutatoa mifano siku hiyo, na watumishi wa leo, jinsi ambavyo unaona huduma zinakwenda,
Zamani zile unapata mtumishi kupata huduma kwa staili gani, siku hizi unatumia staili gani? Kuna swala la kupanda mbegu, kuna swala la kuhakikisha unamsafirisha kwa staili fulani, huwezi kumpata huyu amekuwa jina kubwa na kazi yake. Kwa hiyo tutapita engo zote hilo katika kipindi kile cha mwezi wa 3. Nasema hivyo kwa sababu Januari tuliweza kubahatika kuwa na series ambayo ilikava wiki zote 3. Tunamshukuru Mungu kwamba Ken anaturuhusu na tumeweza kupata walimu kuweza kukava engo hizo 3, wiki hizo 3 katika mwezi wa 3, ambaye itakuwa ni tarehe 5. Hizi ni tarehe za huko Marekani sasa, tarehe 5, 12 na 19, na kama kawaida basi mwisho wa mwezi Alhamisi 26 kwa kipindi chetu cha maswali na majibu. Tunamshukuru Mungu kwamba ameweza kuandaa, wako tayari na tutakutana nao baada ya wiki hiyo moja. Mtumishi wa Mungu mwalimu mama Janet Kasha pamoja na mchungaji Anderson Kasha katika somo hilo. Kuwa tayari, jiweke sawa, jiandae na turatu basi file ile tafadhali ipeperushe kwa wengine ili sana katika series hiyo. Basi baada hapo nimkaribisha sasa rasmi mtumishi wa Mungu, samahani kwa kuingilia, mchungaji kiongozi wa makanisa umoja Reverend Dr. Absalom Nasua. Tuna saa zako katika kipindi cha siku ya leo, pamoja na matangazo mengine ambayo inawezekana unayo, ili tutaisha kipindi kwa sala ya jioni. Dr. Nasua, karibu. Amen. Basi nichukue nafasi kulishukuru dawati zima la Bible Study chini ya Krista Mungai Mshana, Jerry Mkoni, Hilda Biabato, Jimmy Msemo na Alan kwa kazi kubwa na nzuri mnaifanya. Mungu awabariki sana. Amen. 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 Pia nichukue nafasi kuwashukuru watu wote kabisa ambao wameweza kuuliza maswali na wale ambao wameweza kuchangia kwenye kujibu. Kama tunavyosema siku zote, kipindi cha maswali na majibu ni kipindi ambacho kila mmoja anajifunza kutoka kwa mwenzake. Hakuna ambaye ni mwalimu ambaye labda ni bora kuliko mwingine. Sisi wote ni walimu na sisi wote ni wanafunzi. Kwa hiyo nimshukuru Mungu sana sana kwa watu wote ambao mnakuwa mmejiandaa kuuliza maswali ambao yanaamsha hali ya kuchangia na pengine kujibu. Kwa hiyo Mungu awabariki sana watu wote mliofanya yote hayo. Amen. Amen. Basi jambo la mwisho ni kuhusiana na kongamano letu la 12. Najua linakuja soon, kwa hiyo jipange vizuri kushiriki kwenye kongamano hilo. Jipange kuhudhuria. Kama tulivyosema, tutakuwa na balozi wa Tanzania nchini Marekani, na balozi ni mtu mkubwa sana kwa sababu anawakilisha taifa. Kwa hiyo atakuja kwa mara ya kwanza kwenye kongamano letu yeye binafsi, na tunataka tuwe na mapokezi ambayo ni mazuri ili atakapoondoka aseme kwa kweli Wakristo wa umoja wanafanya vitu vyao vizuri na kwa umoja. Kwa ujipange sana kushiriki kwenye hilo. Na baada hapo niende kutoa baraka za mwisho. Mungu tunayemtumikia kwa nguvu, upendo na uaminifu, yeye ambaye ahadi zake ni kweli na amini siku zote zimepitiwa na kuhakikishwa, awalinde, awatunze na wafanikishe katika kila tendo jema, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Sana mtumishi wa Mungu, mchungaji kiongozi wa makanisa umoja Reverend Dr. Absalom Nasua, kwa nasaha zako na kutuongoza kufunga kipindi kwa sala jioni. Dawati nachukua nafasi kuwashukuru wote ambao tumeweza kuwa pamoja mwanzo mpaka mwisho kwa kipindi kizuri cha kusisimua. Tuweza kupata maswali makubwa 3 ambayo yaliweza kuzaa midahalo 11, midahalo 22 kutoka katika wachangiaji 11. Tunafasi kuwashukuru basi Bibi Feva kwa mchangizo 3 kwa siku ya leo. Mtumishi wa Mungu dada Mese kwa mchangizo 4. Mtumishi wa Mungu Naomi kutoka pale Wichita, Kansas kwa mchangizo 3 kwa siku ya leo. Mama Tasha mchangizo 2. Mwalimu Olivia Andrews swali 1. Mtumishi wa Mungu Mwalimu Sofia Luoga pale Florida mchangizo 2. Mtumishi wa Mungu Mwinjilisti Gladys Msemo kutoka
Kilimanjaro machangizo mawili, mchungaji Elia Mwakatumbula kwa machangizo mawili, mama Rita Mara changizo moja, mtumishi wa Mungu mchungaji Lilian Joseph kutoka pale Houston kwa changizo moja. Kulisha kipindi hiki basi mwelezo kipindi vingine vinarejea kwa Isala Makanisa Umoja. Kipindi kingine kama hiki cha maswali na majibu kitakuwa tarehe 26 ya mwezi ujao kwa time za huku Marekani, itakuwa ni 27 alfajiri kule nyumbani East Africa. Ninatambua baadhi ya watumishi ambao nimeweza kuona kwa siku leo. Umeweza kumsikia mchungaji Nasua hapo mwisho, alikuwepo kumsikia mchungaji Lisa Mangesho, uliweza kumsikia mwalimu Olivia Andrews wa New Jersey, ulimsikia mama Kasha, lakini mchungaji Kasha is always there. Unamuona vile mchungaji Gilbert Gwela pale Houston alikuwepo kwa siku leo. Uliweza kumsikia mchungaji Mwinjilisti Msemo Gladys, mchungaji Mwakatumbula uliweza kumsikia, kuweza kumsikia kile alikuwepo mchungaji Elia Mwakatumbula, minister Jessica Katharia naye alikuwepo, ulimsikia mwalimu Sofia, ulimsikia mama Maro, na vile kumsikia mtumishi wa Mungu mchungaji Lilian Joseph. Na kuisha kipindi hiki basi mwelezo kipindi vingine vinarejea kwa Kanisa Umoja. Tukutane basi saa 12 asubuhi kwa saa za Texas katika kipindi chetu cha Prayer Line. Kumbuka basi kwa sababu hiki kilikuwa ni kipindi cha mwisho cha Alhamisi cha maswali na majibu, basi Ijumaa ya kesho ambayo itakuwa ni Ijumaa ya mwisho kwa mwezi huu utapata kuingia katika kipindi cha mkesha kile ambacho kiko chini ya ministry yetu ile ya Prayer Line. Matangazo yameshatumwa, tafadhali jipange tuweze kukutana kwa siku ya kesho. Kwa niaba ya wenzangu wote wa dawati zima la Umoja Church Bible Study, da Priska Mugaya Mshana, dada Hilda Biabata Carly, brother Jimmy Msemo, Alan Mfuru, naitwa Jerry Mkonyi. Tuwatikia wote amani ya Bwana, tukutane tena katika kipindi chetu kijacho. Kumbuka basi kuendelea kusubscribe katika channel yetu ya YouTube Umoja Church Bible Study, Umoja Church Bible Study katika YouTube. Amen. Amen. Siku mwema, asubuhi njema. Amen. Na wewe pia.